Leo tulikuwa tunafanya uwasilishaji wa taarifa ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha Julai Disemba 2025. Lakini taarifa yetu kwa kiwango kikubwa imejikita katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa rais wetu, lakini na miradi mingi ambayo ilikuwa imeanza muda mrefu kidogo ambayo tumeenda kuikamilisha. Kwa halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam tumekamilisha miradi yetu kwa zaidi ya 89%. Hivyo ni miradi mingi kama mlivyoona imeenda kukamilika. Hivyo tumetumia nafasi hii kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa fedha nyingi ambazo amezileta katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Kwenye eneo la madawati, wilaya yetu ya Ilala ina watoto zaidi ya 400,000 ambao wanasoma kwenye shule msingi na shule sekondari. Na kwenye eneo hili changamoto kubwa ni eneo la upatikanaji wa vyumba, na halmashauri yetu imeendelea kujikita kuhakikisha kwamba inajenga vyumba vingi kwa ajili ya watoto wetu wa shule za msingi na shule za sekondari. Na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kwa mwaka huu wa fedha tunamalizia kwa elimu msingi na elimu sekondari wametenga zaidi ya shilingi milioni 400 kwa elimu msingi na milioni 400 kwa ajili ya elimu sekondari, ambao sasa wakandarasi wanaenda kutengeneza madawati. Lakini katika bajeti ya mwaka 26 na 27 halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam imetenga zaidi ya bilioni 1 kwa ajili ya utengenezaji wa madawati. Hii ni dhamira ya dhati kabisa ya kuhakikisha kwamba tunaenda kukamilisha changamoto za upatikanaji wa madawati, lakini pia changamoto kubwa za madarasa katika halmashauri yetu. Sisi tunaendelea kuangalia changamoto katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Target yetu kubwa ni, unajua, mfumo wa elimu unaenda umebadilika, na tunategemea itakapofika 2028 idadi ya watoto itakuwa wengi wanaokwenda kuanza form 1. Wastani makadirio yetu ni zaidi ya watoto 65,000 wataenda kuanza form 1 mwaka 2028. Hivyo halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kuweka jitihada za dhati kabisa kuhakikisha inakwenda kujenga madarasa yatakaoweza kuwapokea watoto hao zaidi ya 65,000, kupata madawati yatakao kwenda kuwapokea watoto hao zaidi ya 65,000. Wakati tunakwenda kukamilisha katika mwaka huu wa fedha 25, lakini kuanza 25 26, lakini focus yetu kubwa imeangalia pia 28 ambapo tunakwenda kuwapokea watoto wengi kutokana na mabadiliko ya mfumo wa elimu. Wito ni kwamba niendelee kuomba ushirikiano wa pamoja kwa vyombo vya habari, ushirikiano kwetu sisi watendaji na viongozi wenzangu, lakini na wananchi wanapopata changamoto zozote za migogoro mbalimbali wasisite kuja kwenye ofisi zetu, lakini namba zetu za simu wanazo, watoe taarifa. Tuko tayari kuona namna gani tunatatua changamoto hizi.